kwenye yale yaliyofanyika, na tunaelewa kabisa kwamba Salum Mwalimu alikuwa ni presidential ambaye aligombea nafasi ya uraisi kupitia chama hiki, na kwa namna alivyo, unadhani alikuwa ni presidential material kwa kiwango gani, pamoja na ukiunganisha na haya makosa aliyoyafanya, alikuwa anafaa kuwa rais wa Tanzania? Nikwambie hivi, hakuna nabii kati yetu wala hakuna mtabiri kati yetu. Leo Nyorobi ulivyo hapo, hujafanya kosa lolote, tunakuchukulia kama Nyorobi usio na kosa. Tunaweza kukupa nafasi fulani kama Nyorobi usio na kosa. Uko pale kwa sababu hujafanya kosa na wanakuchukulia kama ni Nyorobi usio na kosa. Wanaweza kukupa hata ukuu wa idara, wakakupa hata ukurugenzi kwa sababu ni Nyorobi usio na kosa. Ukija kufanya kosa utahukumiwa kama Nyorobi mwenye makosa. Hatuwezi kurudi nyuma tukaanza kujilaumu kwamba kwa nini Nyorobi tumemfanya hivi na kumbe anakosa hili. Tungekuwa wamekufanya hivyo ukiwa na kosa, ingekuwa kosa. Lakini kabla hujafanya kosa huna kosa. Salum Mwalimu ni mtu alikuwa na sifa ya kuwa mgombea urais na kuwa rais. Anazo hizo sifa. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 na marekebisho yake, anazo sifa za kuwa rais. Na ndio maana Chauma ikamteua kugombea urais. Na amekwenda katika kazi kubwa na nzuri anaweza kuwa ameifanya, na nimesema juzi kwenye DW kwamba ameweza kuuza sera za chama kikamilifu. Alifanya mikutano ya kuweza kukinadi chama nchi nzima kikamilifu. Alifanya na sifa hizo alikuwa nazo, tunamteua. Amekuja hapa akafanya kosa alolifanya haliwezi kuvumiliwa kwa sababu alikuwa mgombea urais. Sio, unaelewa vizuri? Kwa lazima hayo mambo mawili yatenganishwe. Wakati tunamteua alikuwa hajawahi kufanya kosa kama hili. Nani angetabiri kwamba atafanya kosa la namna hii? Nani angemuondolea sifa kwamba hana sifa? Nani anamuondolea sifa za namna hiyo? Hakuna ambaye angemuondolea sifa, kwa sababu wakati ule alikuwa hajafanya hili kosa. Baada ya kufanya hili kosa, manake hilo kosa ndio linaingia kwenye doa ya historia yake. Sio, unanielewa? Litakuwa litaweka doa kwenye historia yake. Lakini kabla ya kosa hili alikuwa Salum Mwalimu mgombea urais mwenye sifa za kuwa rais. Na ndio maana Chauma ilimteua. Baada ya kosa, ukifanya kosa hatuangalii kwamba kwa sababu ulikuwa na sifa za kugombea urais sasa umefanya kosa, hili kosa linafutika. Halifutiki, unaadhibiwa nalo. Na ndio maana kuna watu wamekuwa marais, wamewajibishwa wakiwa marais na wakaacha. Iko mifano mingi tu ukitaka duniani. Iko mifano mingi. Watu walikuwa marais, walipokuwa wanapewa urais walikuwa na sifa za kuwa marais, na ni kwa sababu hawakuwa wamefanya hilo kosa. Walipokuwa marais wakafanya hilo kosa wakaadhibiwa. Na haiwezi kuwa ni kontroli. Kwa nini huyu mtu aliyefanya kosa, kwa nini alikuwa rais? Alikuwa rais kabla ya kufanya kosa. Alikuwa mgombea urais kabla hajafanya kosa. Kwa hiyo ukiniuliza kwamba alikuwa na sifa za kugombea urais, alikuwa na sifa za kufaa kuwa rais. Ukiniuliza kwamba sasa hivi ana sifa, nitasema tuiulize katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama bado ana sifa au la sasa hivi. Lakini kule alikuwa na sifa na ndio maana tumteua. Okay. Na tuikilie hii tuikilie tumweke sawa. Ukipita kwenye mitandao ya kijamii na watu mbalimbali katika medani za kisiasa wanadai kwamba ni kama Salum Mwalimu mnamtoa chambo. Kuna baadhi ya fedha, mabilioni ya fedha ambayo yalitolewa na wahisani wa chama chenu ili muweze kuendesha chama, lakini ya maana yake chama sasa hivi kiko bankrupt kwa sababu yake, na ndio maana mmeamua kufanya hivyo. Fedha amezibeba. Hii ni kweli? Na kama sio kweli, kwa nini watu wanasema hivyo? Waulize wanayesema hivyo, wakuambie kwa nini wanasema hivyo. Ukiniuliza mimi kwamba Abdalla anasema jambo fulani, mimi niseme kwa nini Abdalla anasema hilo jambo, utakuwa unitendee haki. Ni Abdalla anayesema ndo anayeweza kusema. Na wanayesema hayo waambie wakupe ushahidi wa hayo. Sisi tuna mashtaka yetu aloyapewa, anayajua,
na chama hiki hakiko bankrupt. Chama hiki kimekuwa kikitafuta fedha toka tumeingia, na toka hatujaingia sisi kiona tafuta fedha, ndio kilikuwepo. Mzee Lungwe amegombea urais, alikuwa anatafuta fedha, walikuwa anaendesha hiki chama na tumekukuta kipo, na sisi tumekuja tumeongeza kasi ya kutafuta fedha, kwa sababu kwa sababu rasilimali kubwa ya chama cha siasa ni wanachama. Tulipokuja sisi hakuna anaweza kubisha kwamba tulikuja na wanachama wengi. Tulikuja na wanachama wengi na walipokelewa wakaonekana, na tulikuja na wadau wengi tuliotoka nao kule upande mwingine. Tulikuja nao kutoka chama tulichokuwa nacho. Tulikuja na wadau wengi sana wachangiaji, na watu wengi walikuwa wanachangia kule, tumekuja nao, waliendelea kutuchangia na wanaendelea kutuchangia. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta fedha, tunafanya kazi ya siasa. Kwa kusema kimekuwa bankrupt, mimi nikuhakikishie wadau tuliotoka nao kule walikuwa ni marafiki wa chama, walikuwa wanatuchangia. Kama waliona shughuli za chama zilikuwa haziendi, wana uwezo wa kutuchangia zaidi leo, kwa sababu wanaona kwamba nini, kilio chao na sisi kimekuwa kilio chetu, kwamba kama kuna wadau wanachanga hata senti 5, wanataka waone imesukuma chama angalau sentimita 2 kimekwenda. Wakichanga senti 5, chama hakiendi hata sentimita 1, lazima watakuwa na mashaka, sio? Kwa sisi ambacho tunajua na tunawahakikishia yoyote yule mwenye nia njema kwamba sisi tutajenga chama hiki kwa jasho letu. Yoyote anayetaka kuchangia atuchangie, kwa sababu mchango wake utakwenda kwenye kujenga chama, na Chauma itakuwa ni sauti ya Watanzania wasiye na sauti, itasimama nao kuhakikisha kwamba haki yao inapatikana. Na ndio lengo la chama cha upinzani. Chama cha upinzani lengo lake ni kuwaambia watawala kwamba hapa mnakosea, hapa hamfanyi sawa, hapa mko hivi. Chama cha upinzani kazi yake haiwezi kuwa kupongeza chama kilichoko madarakani. Haishapata malalamiko yoyote kutoka kwa wahisani kwamba kwa nini hatuoni vitu vinaenda na fedha tunatoa? Hayo ni ya kwetu ndani, na ndiyo maana tukapeleka mashtaka kule. Hayo ni ya kwetu ndani, ndio maana tukapeleka mashtaka kule. Kwa hiyo wala huko tusiende kwamba hayo ni ya kwetu ndani, kwa sababu tulipeleka mashtaka ya kweli bila kuwa na uonevu wala bila kuwa na nia mbaya. Ni ya kweli, ni ya kweli tupu, na yanaonekana ni ya kweli. Na tulijitenga sana na hisia hizo kama hizo za mitandaoni, kama iko hivi mara iko hivi, maneno ya mtandaoni. Sisi tulienda na mambo ya kwetu ya ndani ambao sisi tunayajua na yeye anayajua. Ni makosa, anajua amekosea na sisi tunajua amekosea. Tumeenda na hayo. Hatukwenda na hayo mengine ya kuokoteza, mara sikaenda hivi, mara hawa wanasema hivi. No, hayo ya mitandaoni yaache mitandaoni. Mtu akisema mitandaoni muulize yeye aseme. Asiseme mtu mtandaoni nikaja kuulizwa mimi hapa nimsemee, na mimi sio msemaji wa huyo mtu anayeandika mtandaoni. Sio msemaji wake. Mimi naweza kusema mambo ya Chauma ambayo ninayajua, ya mtu wa mtandaoni mimi siyajui. Lakini Kigaila, mitandao inasaidia kukuza chama kabisa. Huko katika ukuzaji wa chama wakianza kulalamika, maana yake wanaambukizana taswira na mitazamo. Leo tukisikia kwamba gari la Chauma limeuzwa na katibu jingine kajimilikisha, watu si wataanza kufuatilia hayo? Ndio nasema mitandao ni nguzo muhimu sana ya kukuza chama. Sikatai hata kidogo, na ni muhimu sana, na sisi tunaitumia sana. Lakini nachosema, mimi siwezi kujigeuza kuwa msemaji wa mtu anayeandika mtandaoni. Siwezi kujigeuza hivyo, sio msemaji wake. Kwa hiyo nimesema, sijasema kwamba mitandao haina maana. Nachosema, mimi siwezi kujigeuza kuwa msemaji wa mtu anayeandika mtandaoni. Akisema kwamba mtu kafanya hivi, mimi niseme huyu ana maana gani au kwa nini huyu anasema. Mimi siwezi kuwa msemaji wake. Yeye anaweza akaulizwa akasema kwa nini anasema. Ya chama mimi nayasema, sio yale ya kusema ya chama mimi nayasema. Wazi kabisa. Lakini ya kule mtandaoni tuache mtandaoni, na kama kuna haki ya Chauma inapiganiwa mtandaoni, tutapongeza kwamba haki yetu inapiganiwa. Na kama kuna mtu kachukua mali ya Chauma, make Chauma ndo yenye jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba hiyo mali inapatikana. Ziko mahakama, viko vyombo mbalimbali kuhakikisha kwamba hiyo mali inafanya nini, inapatikana. Itakuwa ni kazi ya Chauma, sio? Sasa sio kazi ya kwangu mimi kusema kwa nini yule anasema kwenye mtandao.
Hii sio kazi yangu mimi, na nitakuwa nakosea sana kama mimi nikijigeuza kila anayesema kwenye mtandao mimi na tafsiri yake. Nitatoa tafsiri za uongo zingine ambazo sio za kweli, na mimi siwezi kufanya namna hiyo, ila nitasema yale ya Chauma ambayo nayafahamu bila tashwishi yoyote, nayafahamu vizuri nitasema, na nimepewa niseme nitasema, lakini siwezi kusemea watu wengine ambao sio msemaji wao, hawajaniomba niseme kwa niaba yao, wala wanachosema sikijui kwa nini wanasema. Kuna Kigaila, kuna baadhi ya wafuasi ambao wakati mnaingia Chauma mlikuja nao, lakini kadri shughuli zilivyokuwa zinakwenda wakaamua tena kutoka ndani ya Chauma. Ili kuuma kwa kiwango gani wewe kama kiongozi? Lakini pili, ni haya yaliwafanya wakaondoka au nao walikuwa wana sababu zao tu zingine? Ninachoweza kusema, hakuna mwanachama asiye na maana kwenye chama cha siasa, na ndio maana chama chochote makini, hukumu ya kufukuza mtu wanachama huwa ni ya mwisho sana, kwa sababu mwanachama anaweza hata kupigia kura. Yani ukiwa na mwanachama maana una kura moja tayari pale kwake. Ukimfukuza mtu wanachama maana una uhakika kwamba kura moja yake umeshaipoteza. Hiyo ni kwa mimi, mtu yote akiondoka kwenye Chauma inaniuma sana, yoyote yule, bila kujali ni mtu wa namna gani, inaniuma. Lakini kwamba sababu zao zilikuwa ni sawa na za kwetu au walikuwa na sababu za kwao, wao ndio wanaweza kusema. Kwa sababu mimi nikisema sababu zao zilikuwa sawa na za kwetu, ni mambo mawili: either niwe nilikaa nao tukajadiliana kwa nini wanaondoka, ninaweza kusema bila shaka yoyote kwamba walikuwa na sababu kama za kwetu. Sikukaa nao, sijawahi kukaa nao, pamoja na kuumia, lakini sijawahi kukaa nao, so sikupata fursa ya kukaa nao. Lakini anayeweza kusema sababu zao zilikuwa nini ni wao wenyewe, ni wao wenyewe. Yani mimi sio mtabiri wa kujua sababu zao ni nini, na sikukaa nao waniambie sababu zao ni nini. Kwa hiyo wanaweza kusema sababu zilizofanya watoke nini ni wao wenyewe. Na mimi juzi wakati nafanya press ya kwanza, nilialika watu wote waliyetoka kwa sababu kama walikuwa na sababu zinafanana kama za kwetu, wale ambao walisita kuingia kwa sababu labda walikuwa na mashaka, ambao mashaka yao yameonekana kwamba ni ya kweli, wale ambao hawajawahi kufikiria kujiunga na Chauma na kadhalika. Nikawaambia Chauma tunataka kutengeneza jukwaa zuri, jukwaa la pamoja la kupigania haki za Watanzania. Tunataka kutengeneza jukwaa zuri la pamoja la Watanzania wote kwa ajili ya kupigania haki zetu, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nini, nchi hii ni tajiri sana, na huo ni ukweli. Yani ni tembo aliyoko chumbani, kwamba nchi ni tajiri, ni tembo aliyoko chumbani. Sasa kwa sababu nchi ni tajiri, swali ambalo halijawahi kujibiwa hata na serikali ya Chama cha Mapinduzi halijawahi kujibu, kwa nini Tanzania ni masikini katikati ya utajiri uliopewa na Mungu?